Lengo la leo sana sana ni kuweza kuwajengea uwezo hizi kamati kwenye haya mafunzo ili muweze kusaidia kusimamia usalama wa mazingira katika mitaa yenu yote. Lakini kamati za mazingira hizi katika nafasi zake zinakutana na changamoto nyingi sana huko kati mnafanya kazi. Tunategemea nyie ndio wa kwanza kuziibua hizo changamoto, lakini vile vile muwe wa kwanza kuzitatua hizo changamoto kwa kutumia sehemu husika na kutumia sheria ambazo zinafaa kwenye upande huo. Lakini naomba nichukue nafasi hii tena pia kuwakumbusha baadhi ya kazi zenu ambazo mtakwenda kuzisimamia. Kazi ya kwanza ni kwenda kusimamia usafi. Ndio kazi muhimu na kubwa ya kwanza mbele yenu, kusimamia usafi kwenye mitaa na kwenye kata zenu. Hapa tunamaanisha nini? Kuhakikisha wananchi wanafanya usafi maeneo yao, lakini vile vile kushughulikia ile mifereji inayopitisha maji isizibwe. Na hapa mimi niwaambie tu kitu kimoja, swala la usafi ni mindset. Yaani usafi unaanzia kichwani kwako wewe mwenyewe. Tunavyozidi kuhubiri kuhusu usafi, ndipo watu wataendelea kukua nao wasafi. Dhana ya pili ni kutoa elimu, kwa sababu unaweza tukawa tunahubiri usafi lakini hatutoi elimu. Lazima kutoa elimu, na hapa tunaongelea kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Changamoto sana ya mazingira, hata katika wilaya yetu ya Ubungo mazingira kwa upana wake kumekuwa na changamoto, lakini kama mlivyoona mkakati ni pamoja na kutoa mafunzo katika ngazi ya msingi kwa maana ya kamati za mitaa na mitaa kwa ujumla. Tunaamini kwamba changamoto zinaanzia kule kwenye mitaa husika, na ndio maana kwa kushirikiana na NEMC na mkoa wa Dar es Salaam tukaona ni vizuri tukawapa mafunzo kwa maana ya kuelewa sheria za mazingira zikoje, ni kitu gani kinatakiwa kufanyika, lakini hasa kutatua masuala ya kimazingira katika ngazi ya msingi. Kwa mfano, swala kabla halijafika labda wilayani, tukiwa tumewawezesha vizuri kimafunzo hawa viongozi wa kamati za mazingira kwenye mitaa, wana uwezo wa kutatua changamoto zile kwa ngazi ile kabla haijafika ngazi kubwa zaidi, au kabla zile sheria zile kali zaidi hazichukuliwa dhidi yao. Kwa mfano, tukichukulia labda utupaji wa taka ovyo, inapokuwa jambo hilo limeshughulikiwa ndani ya mtaa husika, kwanza linamalizika kwa usalama zaidi, kwa kuwa watu ni majirani. Ni tofauti na ambavyo ikichukuliwa hatua zaidi, kwa maana labda mtu akipigwa faini kubwa baada ya kumchukulia ile faini kwenye sheria ya mazingira au sheria ndogo ya halmashauri, basi unakuta yule mtu anapata, yani anaona kama vile ameumizwa. Lakini akiitwa kwenye ngazi ile ya msingi akaelezwa madhara ya kile anachokifanya cha kuchafua mazingira, anaweza akaelewa na amani ikawepo zaidi. Nia na makusudi ni kuendelea kutoa elimu kwa jamii jinsi ya kusimamia mazingira. Yapo majukumu ambayo yameainishwa katika sheria ya mazingira kwa kamati za mazingira, na tunaamini kabisa kamati za mazingira katika mitaa yetu kama zikifanya wajibu wao kama sheria inavyotuelekeza, basi mazingira yataanza kutunzwa katika ngazi ya mitaa. Mwaka huu katika kusherehekea siku ya mazingira duniani, tunayo kauli mbiu inayosema Dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Lengo la kauli mbiu hii si kupanda miti peke yake, ni kupanda miti, kuitunza miti, kutumia nishati endelevu, kutumia nishati safi, lakini pia kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu kwa kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira katika hali ya usafi, swala la usimamizi wa taka, swala la kuhakikisha kwamba taka zote tunazozizalisha basi zinakusanywa, zinazofaa kurejeleza ziweze kurejelezwa, zinazofaa kutumia tena basi zitumiwe tena, lakini pia tujifunze kupunguza kuzalisha taka. Kwa hiyo kauli mbiu hii imebeba ujumbe mpana na mzito ambao kila mwananchi anapaswa kuwa na jambo la kufanya. Tunapaswa kuhakikisha kwamba miti tuliyoipanda na ile ambayo tunaendelea kuipanda, basi miti hii inatunzwa, inakuwa. Lakini pia tuanze sasa kutumia nishati safi, kwa sababu tunajua Mheshimiwa Rais wetu ametuelekeza kutumia nishati safi
ili kuweza kuongoa mazingira yetu. Sisi tunatakiwa kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinalindwa, vinatunzwa, vinaendelezwa kwa ajili yetu sisi na watoto wetu wanaokuja. Kwa hiyo wale tunatoa wito kwa wananchi wote wanaoishi eneo mabonde ambao wanafanya shughuli za kibinadamu mita 60 kutoka vyanzo vya maji kuacha shughuli hizo na kutunza yale maeneo kwa kupanda miti rafiki na vyanzo vya maji. Sisi kama bodi ya maji bonde la Wami Ruvu tumechukua intervention ya kuanzisha kitalu cha miti pale ofisini. Kwa hiyo tunawaalika watu wote ambao wanaishi mabondeni wanafanya zile shughuli waache waje pale wachukue miti. Tuna miti ya matunda na tuna miti ya kutunza vyanzo vya maji. Wakipanda ile miti ya matunda, let's say ni miembe ya muda mfupi, atavuna yale matunda badala ya kupanda mboga mboga na kuendelea kuharibu kile chanzo cha maji kwa kulima na kumwagilia mbolea zenye sumu na kuleta athari kwa wananchi. Tunaona kwa sasa tumekuwa na maradhi mengi ambayo yanatokana na vitu tunavyokula ambavyo ni sisi wenyewe tunaharibu. Kwa hiyo tunawaomba sana waache zile mita 60 kutoka vyanzo vya maji, watunze na wafanye shughuli zao nyingine baada ya mita 60 kutoka vyanzo vya maji. Hatua ambazo tunawachukulia, kwanza tunawapa elimu ili waweze kuelewa, kwa sababu watu wengi wanaamini yale maeneo wanamiliki ni ya kwao, lakini eneo mita 60 kutoka chanzo cha maji sio eneo lako, ni eneo la serikali, ni eneo ambalo linatakiwa liachwe kwa ajili ya kutunza. Lakini tutakupa elimu na tutakupa kufundisha njia mbadala za kuacha kufanya zile shughuli, lakini ukikaidi, hatua zinazofuata ni kukuchukulia sheria. Sheria ya utunzaji rasilimali ya maji namba 12 inatukataza kufanya hizo vyanzo vyote vya uharibifu katika vyanzo vya maji. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.